nisilolijua Bwana, 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 Bwana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Uniite Apotre Jean Baptiste Paluku Moloferia, na mke wangu ni Janete Masika. Ninakutakia mema siku ya leo, siku zote katika maisha yako, na Mungu akubariki. Leo iko siku ya Sunday. Siku ya Sunday ambao ni Sunday ya kwanza, naweza kusema ya mwezi wa 10. Sunday ya kwanza ya mwezi wa 10. Na katika mwezi huu tuko na kichwa cha somo kinaongea kuhusu agano jipya. Agano jipya. Unajua mahali kunapo agano lazima kwetu watu wawili ama watatu wapate kuagana, wa agree. Maandiko nasema mahali watu wawili wanapoagana kwa kitu kimoja na wakiomba kwa ajili ya kile kitu, Mungu atakitenda. Na kwa hiyo lakini siko hapo, lakini mwezi huu wa 10 ni mwezi wa maagano. Mungu alifanya na agano na pamoja na watu wake katika historia za Biblia, na ninaamini ya kwamba na hizo agano ndizo zilimfanya, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Anaheshimu neno lake kuliko kazi zote. Anaheshimu neno lake kuliko kazi zote anazozitenda. Akisema neno lazima atimize. Kwa hiyo anaheshimu neno lake. Na wakati anapoheshimu neno lake, kusema jambo la kwa sababu yeye ni mwaminifu, hawezi kusema bongo wala kudanganyika. Lakini niko hapa kukuambia kwamba siku ya leo tumejifunza neno ambalo Mungu amepitisha ndani ya kinywa cha mtumishi wake, manabii wa Mungu, mitume, kwa ajili ya kuweza kuzungumzia kanisa ambalo ni kanisa la Yesu Kristo katika nyakati za siku za mwisho. Kanisa la Yesu Kristo katika nyakati za siku za mwisho, ninakuja kuwatangazia kwamba Bwana amesema lazima muwe na mark. Ile mark haiko mark ya mnyama, haiko mark yenyewe, haiko chapa ambao watu wanajiweka matatu, lakini mark ambao mnapaswa kuwa nayo ni mark ya upendo. Upendo inapaswa kuwa mark ambao itawatambulisha. Maana maandiko nasema sisi tuko na chapa cha Yesu. Tuko na tatu ya Yesu kwenye moyo wetu, yani tuko na chapa ambayo imewekwa na Roho Mtakatifu. Tumewekwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu. Hapana tatu kwenye mwili. Wengi wako na matatu kwenye mwili, wako na matatu kwenye mapaja, kwenye maziba, kwenye vifua, kwenye mikono, lakini sisi tuko na chapa cha Yesu ndani ya moyo wetu. Kwa hiyo tukiwa na chapa cha Yesu ndani ya moyo wetu, tunatambulika. Na chile chapa ni upendo ambao hauwezi kuhesabu mabaya. Upendo ambao hauwezi kukumbuka makosa. Upendo ambao haiko tu ya wale wanaotupenda. Upendo kwa kila mtu. Na maandiko nasema mpendane, ili hii upendo ifanye watu wajue kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Ndio neno ambao Mungu alileta, ni amri ambao Mungu analeta, si ombi, ni amri. Iko sheria, na kitu kikakuwa sheria manake unapashwa. Haiko ombi, wanakubembeleza, upende tafadhali. No, iko amri. Unapashwa kupenda. Na upendo huu haiko upendo wa kinywa, ni upendo wa matendo. L'amour de Dieu par action, en action. Upendo wa Mungu, the love of God in action. Upendo wa Mungu kwa matendo. Kama ni kufa kwa ajili ya watu fulani, hakika, maana Yesu mwenyewe alijitoa kwa ajili yao. Kwa hiyo hatutawakufia, lakini Yesu ndio anapaswa kutukufia adui zako. Kwa hiyo ndani ya kitabu cha Yohane sura yake ya 13 mstari wake wa 18 kwanza pale, Yesu anasema anajua wale ambao anaongea nao, kwa sababu anajua watu ambao alichagua. Kati ya wale alichagua kulikuwa watu ambao alichagua, anajua kama wao watamsaliti. Na katika wale watu alichagua, kati yao mlikuwa makonfusion.
nani atakuwa kiongozi, nani mkubwa, nani kiongozi lazima heshimike. Alitosha kitambaa akakifunga kwenye kiuno. Esume akafunga kwenye kiuno chake, na akakamata bakuli akaweka mai, akasukula miguu ya wanafunzi. Na akasukula, lazima kusukula miguu ni kushuka, yani kujifanya mtumwa, mfanyakazi. Na hiyo inaonesha leadership, uongozi. Muongozi ni mfanyakazi ya wale ambao anaongoza. Muongozi haiko mfalme. Muongozi, kama hata mfalme iko mfalme, ni mfanyakazi ya watu wake. Mfalme wa kweli ni yule ambaye anafanya kazi kwa watu wake, kwa ajili ya watu wake na pamoja na watu wake. Kwa sababu kakuwa muongozi bila kuonesha mfano, uko muongozi bure. Kiongozi patron ni mmoja, ni Yesu, lakini alikuja anasema sikukuja kutumikiwa, lakini nilikuja kutumikia. Bwana sifiwe. Kwa hiyo wakati unapokuwa kiongozi, lakini lazima uwe mfano. Leo fasi mahali pengine huku nazuiza kutaya mahali, jina la mahali, mtu akikuwa tu na ranga moya, lieutenant, anakuwa na bagarde corps 10. Na leo katika makanisa, baadhi ya makanisa ambao wa pastor patron, watu ambao wanajiita mabosi, wako na magadi body yenye wanazunguka. Wagadi body na wanazunguka. Hii maandiko nasema atakaye jinua atashushwa. Hii ni kujinua. Lakini Yesu kati yao akawafundisha kwa matendo, akawanawisha miguu. Hapo Peter akitaka kwamba ni yeye ndo apate kumunawisha Yesu. Kwamba haiwezekane mwanadamu kumtakasa Yesu. Maandiko nasema alitumia nani ya kusema kutawaza miguu. Na kutawaza miguu, Peter akasema mimi hapana. Yesu akamwambia kiburi yako lazima ukiache. Na akasema kama hauwezi kukubali mimi kunawisha mguu, manake hauko pamoja na mimi. Uko kati yetu lakini hauko pamoja na mimi. Maana inawezekana mtu akwe pamoja naye kati yenu, lakini haiko pamoja nanyi. Maandiko nasema ni vema na ya kupendeza wamoja kukaa pamoja kwa umoja. Ni pale Mungu anaamuru baraka zake. Kuna watu mnaikaa nao wako pale hawako kwa umoja na ninyi. Ndio Yesu akamwambia lazima tu kwa umoja. Maana umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Na kati ya umoja kuna kiongozi kati ya wale umoja. Bwana sifiwe. Kuna kiongozi, na kiongozi lazima awe mdogo ya wote, au mfanyakazi ya wote. Na maandiko nasema atakaye kutaka kuwa mkubwa lazima ashuke maisha ya unyenyekevu. Kunyenyekea inatangulia kuinuliwa. Kunyenyekea inatangulia kuinuliwa. Na jambo la pili, upendo ambao hauangalie sababu. Upendo ambao haulingane. Upendo tofauti. Watu wengine wanasema penda anayekupenda. Hapana. Penda hata adui. Yesu alikuwa anajua kama kati ya wanafunzi kuna mtu atakayemsaliti. Kati ya wanafunzi kuna watu watakao mkana, watamkataa simjui. Kati ya wanafunzi alijua kuna watu ambao watajifunza kila kitu kuhusu yeye. Lakini kati yao hakupinga mmoja na hakukataa mmoja. Wote aliwapenda sawa sawa. Kwa hiyo katika kanisa la nyakati za mwisho, Kristo ako natuambia kwamba lazima tutambulikane kwa mapendo. Hii kipindi ambayo tuko ndani, kipindi ambayo binadamu anaweza akatoa mtu kumuua bila sababu yoyote. Wakati ambao upendo umeisha. Upendo haumo tena duniani. Ndio maana Mungu anatusisitiza kanisa tufundishe upendo wa dhati. Hapana upendo wa sababu, upendo wa faida. Hapana upendo ya kusema mimi unipende ndio nakupenda. No, hata mwenye hakupendi maandiko na kurekomanda umpende. Lakini haiko kwa nguvu yako. Maana kwa nguvu yako hauwezi kupenda adui yako. Hauwezi. Na mnafiki unaweza kumpenda kwa sababu hamjui. Adui iko nguvu kumpenda. Lazima kuwe nguvu yenye iko surnaturel, kukuwe nguvu yenye iko tofauti, ndio utampenda adui yako. Kuna watu wanaweza kupangia njama, lakini acha nikwambie, yale wanaokupangia ni mumbari ya kukubeba kwenye baraka.
kila jaribu na kila tukio ambao watu watakupangia, wanavizania wanakumaliza, kumbe njoo wanakuanzisha, kumbe njoo wanakuinua. Acha nikwambie, katika hii kitabu nimejifunza kwamba katika chumba cha juu, Yesu alikuwa anapanda na wanafunzi katika chumba cha juu kuandaa meza pamoja na wanafunzi wake, andaa meza ya Passover, ya Pasaka pamoja. Pasaka ni wakati ambapo watu wana celebrate wokovu ambao Mungu alitendea wana wa Israeli wakati walipokuwa katika nchi ya Misri. Katika kile kipindi Mungu alipookoa wana wa Israeli, aliweza kutuma malaika. Aliambia Musa, wana wako wanafunzi ambia watu wa Israeli wakamate mwana kondoo, wamchinje, wasitoe sadaka, wamchinje, na wakamate damu waipake kwenye vizingiti vya milango. Hii ni historia. Waipake kwenye vizingiti, na ilikuwa ni real story. Waipake kwenye vizingiti, maana Mungu anatembeaka na taifa lake katika njia tofauti. Katika kile kipindi alikia kuambia Musa apake damu kwenye vizingiti ya mlango. Kwenye kutakuwa damu, mauti haitaingia pale. Maana ile ni protection. Kwa hiyo hapo Yesu alikuwa pale kwenye chumba cha juu ili apate kudemonstrate kile kenye walikuwa wanatarajia. Wakati Musa alipaka damu kwenye vizingiti vya mlango, akasema, leo nitawaonesha kula meza, nitaonesha kwamba lazima muamini ya kwamba yule mnaye kuwa naye ni yeye, ule ambao Musa alizungumza juu yake. Maandiko naita Passover. Anasema Passover ni kusema Passover. Pale Passover ni wakati malaika walipita, kila mlango ambao walikuwa nakuta inapakwa damu, hakutaingia mauti. Walipita Passover. So hivi tumeingia mwezi wa 10. Nimesema ni mwezi wa maagano. Kila agano ambao ulifanya na Mungu lazima litimizwe, na Mungu atakumbuka agano lake, maana asemake bongo wala kudanganyika. Alipokumbuka agano lake pamoja na wana wa Israeli, kwa ajili ya wana wa Israeli, alisikia kilio chao na akawapokea, akawaokoa. Agano la Mungu atalikumbuka, maana amelikumbuka sasa. Maandiko yanasema ilikuwa saa za jioni. Ile saa za jioni ni saa ambao Mungu anakutana na watu wake, ni saa ambao alikuwa anatembelea Adamu. Saa za jioni ni saa za kutembelewa. Saa za jioni ni saa ambao Mungu anakupatia kitu ambao ulikuwa unatarajia mchana mzima ukipata, lakini saa za jioni atakufungulia milango. Saa za jioni, wakati saa za jioni zinafika katika maisha ya mtu, Mungu anatendaka jambo. Mungu anamtendelea wakati wa saa za jioni. Saa zenyewe unafika kumwisho. Wewe unasema nimetumika kuanza asubuhi mpaka mchana sikupata kitu, lakini wakati saa za jioni zinafika, Mungu anakukumbuka. Na baraka zinatokaka mahali ambapo wewe haukujua. Umesema watoto watalala njala, Mungu amekuwa amekukumbuka, amekunyang'anyia huko na kule, na anakuletea baraka. Saa za jioni ni saa za mausia, saa za mausia ya Mungu, saa za muujiza. Ndio saa, acha saa za jioni zifike katika maisha yako. Wakati wewe umeomba siku zote katika maisha yako, siku zote saa za jioni zinafika kwako kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema Yesu alijua kwamba kuna adui wa msaliti. Mungu anajua adui yako, anajua msaliti wako ni nani, na Mungu atamtoa nje. Na wakati atoka nje, maandiko nasema wakamuuliza, akasema kati yenu, yali aliwaambia kati yenu kuna watu, kuna mtu ambaye atakayenitoa msaliti. Kuko mtu ataniuzisha, ataniua. Kuko mtu kati yenu. Hakusema kuficha, hakusema kwa uficho, alisema wazi. Maana Yesu anajua yote ambao sisi wenyewe hata hatujui. Akasema wazi. Wanafunzi wakaangaliana, akasema nani atasaliti Bwana? Peter akaambia ule mwanafunzi alimwegemea Yesu, akasema Bwana, akasema muulize Yesu kama ni nani atakamsaliti, angalau tujue ni nani adui. Utajua adui yako leo. Mungu atakufunulia adui yako, na ni ule mwenyewe mko nakula naye mnaguzisha kitonge. Wakati Yesu alimwambia mwenye mnagusa kitonge kimoja ndani ya supu ule, Yesu akasema njoo mwenye nitapatia kidonge ama kipande ya mkate, ni ule ndo nampatia. Ule tu mwenye natopatia ule tu njoo matanitoa ule. Na wakati alipoondoka, wengine wanafunzi wanasema kwa sababu alikuwa mweka hazina, wakawaza anaenda kununua chakula yao,
ama nenda kusaidia maskini, kwa sababu yeye alikuwa anaweka hazina. Unajua mwizi lazima mpatie kesi aweke, hawezi kula tena maana ndio atajua anachunga, ikapotea atasema ni yeye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ikawa hivyo. Basi anaendelea kuzungumza, nitaenda na kwenye nitakapoenda nyinyi hamtafika, hamtakuwa kwa sasa nini na nini vina hivi. Peter akasema mimi nitatoa uzima wangu kwa ajili yake. Sasa santima njoo ile kuongea, Mungu mimi nitakutumikia mpaka maisha yangu yote. Kumbe kuko fasi kwenye utamkatala. Kuko fasi kwa utamkatala. Kuna Wakristo na watumishi wa aina hii. Anaamua kumtumikia Mungu kwa feelings, kwa nguvu. Unaenda kutanisha mtu anateseka na kwambia huku tunateseka, hatupatake kitu, hatupatake lolote, kwa sababu alitumikia Mungu kwa mapato, kwa feeling, kwa nguvu zake. Nini? Njoo watumishi wengi kama hao katika kipindi cha nyakati za mwisho wako kwa entere. Peter alikuwa anawaza Yesu ni mtu mwa hivi mwenyewe atatawala inji fulani, na hao wanakuwa viongozi wanashimama pamoja pembeni yake, sababu mwenyewe anatembea na mkubwa, anakuwaka pia na nafasi fulani katika ufalme. Kumbe hakuwa anajua kwamba ufalme wa Yesu Kristo sio ule ufalme ambao Peter anaona. Yesu hawampiganii, Yesu anajipigania. Yesu anakuja kutuokoa sisi, hauwezi kumkufia. Huyu Peter baadaye ndio mwenye alitundikwa akageuzwa kichwa chini na miguu ikakuwa yule. Bwana asifiwe. Huyu Peter ni yeye mwenyewe ambao Mungu alitumikisha. Huyu Peter ni yeye mwenyewe ambao aliwekwa kuwa nguzo. Huyu Peter ni mtu ambaye Mungu alimweka kuwa msingi, akamweka kampatia kifunguo cha kanisa. Huyu Peter alimuuliza John mwalimpenda Yesu, akamuuliza na akamuuliza Yesu, na Yesu akamwambia ule mtampatia kitonge, ule mnitapatia kipande cha mkate, ule ambao nitamuonesha upendo, ule ambao nitamuonesha upendo njoo mtanitoa. Je, ushakuwa na mtu ambaye unamuonesha upendo na njoo mwenyewe unakuloga? Mtu mwenyewe unaonesha upendo sana, mashanga, mamjomba, marafiki, majirani, rafiki yako mwenyewe unateteaka sana. Mwenyewe pia unamuamini, unamwekea keshaka hazina zako. Mwenyewe unampatiaka kujengea nyumba kule Afrika. Ule mwenyewe unaamini sana, njoo mwenyewe akufanyizie vitu, unampatiaka na pesa. Njoo mwenyewe kunafanya njama ya kukuua. Njoo mwenyewe kunafanya njama ya kukumaliza. Maana atakuuzisha. Atakula mali juu yako, atakula pesa juu akuue. Ule mwenyewe uko unamwamini. Yesu mjua yote alikuwa anajua kwamba huyu mtu ninambebesha charge. Njoo bandi, njoo mwizi, njoo mchawi, njoo muuaji. Eske unaweza fanya vile? Ushajua mtu kenjo bandi, njoo mwizi, muuaji, mlozi, mchawi, kisha njoo unapatia mizigo ya pesa tena. Yesu alifanya hivi. Peter naye huku naye kiherehere anamwambia atajitoa. Yeye atajitoa. Na anataka kuonesha watu kama yeye ameamua kujitoa. Sawa, watumishi wengi wanapenda kuonesha watu kama ndio wanapenda Yesu. Kumbe roho yao haijaokoka, ana bidii, hana bana ile wisdom. Uko na bidii hauna wisdom, hauna hekima. Kumbe watumishi wanajitapaka ni ukosefu wa hekima. Lazima mtumishi awe na hekima. Yesu akamwambia Peter, wewe utajitoa juu yangu. Akasema jogo haitawika kama haujanikana mara 3. Jogo haitawika. Yesu akamtabiria anguko. Akamtabiria anguko. Ase jogo haitawika kama wewe hauyaanguka kutoka imani ambao uko nayo. Kuna imani nyingine ingali imani yenyeko juju. Imani ya mapato, imani ya kupewa ufanye kitu unafanya muujiza, imani ya miujiza, imani ya yenyeko juu ya vitu, haiko juu ya mwana wa Mungu. Lakini Peter muda ilifika alimkataa. Lakini kuna John ambao Yesu anampenda sana, alikuwa anasegemea kifua cha Yesu. Mungu akamfunulia mpaka akamfunulia mbinguni, mpaka akamuonesha secret
ya ufalme, sekre ya mbinguni kwenye Baba Mungu iko. Akamfunulia John huyu. Ndio John ambaye aliandika vitabu vya Yohana, na ni John mwenyewe aliandika kitabu cha Ufunuo. Bwana sifiwe. Huyu John mtume. Na mwana alikuwa rafiki, alikuwa ndugu yake. Bwana sifiwe. Huyu John, kati ya wanafunzi watatu, kila mtu alikuwa na role yake. Yuda alikuwa muuaji, mwenye anaamini mkanisa mko watu tofauti, mko na wakina Juda, na mfamilia mko wakina Yuda, mkanisa mko wakina makundi mko wakina Yuda, makazi mko wakina Yuda. Mumakazi mko watu ambao wanapenda kazi sana na wanazoea kuzungumza na mapatro, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya. Apre wakati kunapokuwa jambo fulani, wao ndio wa kwanza kukataa na kuharibisha reputation ya kompanyi na kuharibisha reputation ya kanisa. Na walikuwa wanajitoa sana. Na wao ndio walikuwa wanauliza maswali ya kwamba sisi tuko waaminifu. Ni wakati danger na kwa hatari imekuja, ndio anakuwa wa kwanza kujiunga na maenemy kusema sisi hatumuone ule mumuue, sisi hatumjui. Alijionesha tu kwamba yeye ni mtumishi, hatumjui. Kuko watu ambao watakukana mbele ya adui zako, watakukataa mbele ya hatari, wanakukataa mbele ya shida. Wakati shida inakuwa wanakukataa, ni marafiki ya wakati ambao hakuna shida. Lakini wakati shida inapofika wanakukataa, wakati kinywa yao lisema hawatakuacha. Kwa hiyo kwa kukuambia hawatakuacha, watajitoa kwa ajili yako, haijamaanisha kwamba yale wanaongea ni kweli. Kwa hiyo mtu wote atakwambia no mtajitoa, una mwanaume anajitoa, lakini wakati kose itakapofika anakukataa. Na upendo alisemaka mtakupenda mpaka mwisho haiko. Kuko mwanamke mwenyewe anaweza kupenda, wakati anapokupenda anasema atakupenda mpaka mwisho, lakini wakati Bwana anakuja kupatwa na shida anakuambia mimi sikukupendaka jua shida, mimi ninatafuta, nakosa kutafuta suluhisho. Yesu kwa sababu alikuwa amesema, na alichosema Mungu lazima kitimilike. Hasemake bongo wala kudanyika. Haijalishi lilikuwa yule unabii ilikuwa anguko ya Pita na ilifanyika. Mwishowe huyu Pita ndio Mungu aliweza kumchagua. Maana Mungu alimpenda Pita, ingalao Pita alimkataa. Huyu mwana upotevu alienda jiua, angekuwa tu amependwa na Yesu. Mwana huyu alimtoa, alimsaliti Yesu, alienda kujiua jua kutambua kwamba amefanya makosa. Yesu alikuwa anampenda. Pita aliendelea kupendwa na Mungu hata kama alimkataa. Yohane aliendelea kujifunza mpaka alipokutana na Yesu. Miaka 3 alijifunza mpaka Yesu aliponyakuliwa. Alifufuka akafufuka, aliendelea kujifunza na hakutoka mlengo. Kwa hiyo kati ya wanafunzi watatu haya lazima tuwe sawa na Yohane, na pia baada tuwe kama Pita, kwa sababu Pita alionekana kumkana, lakini wakati wokovu wa kweli ulipoingia ndani ya moyo wake, alipokuwa brise, wakati roho yake ilipondwa na kushuka kunyenyekezwa, akamtumikia Mungu. Kisha mbele ya Pentekoste Pita alimkatala Yesu, lakini nyuma ya Pentekoste Pita alihubiri, watu 3,000 wakaokoka. Je, inawezekana hata kama kulipita janga ukakimbia imani, lakini inawezekana ukarudi tena kwa imani na Mungu akutumikishe tena? Mtumishi wa Mungu, kulipita janga mu maisha yako, niko nakutangazia, kulipita magumu maisha yako, sijui inatokana na mke wako, sijui inatokana na kanisa na fedha, sijui inatokana na nini. Kulipita janga ukapata haya mbele ya watu, lakini kuko muda ungali, maana Bwana angali hai. Unaweza ukarudilia Kristo na Bwana anaweza kutenda makubwa ndani mwako. Huyu Pita après Pentecost, ya maana ni kwamba mwisho wa Pita ulikuwa mzuri. Ingawaje Pita alitundikwa, alikufa, maana Yesu alimwambia hautanipata, lakini baadaye utanifuata. Ndio maana kitabu cha Luka 22 Yesu alimuombea, anasema Pita, ninakuombea, naombea roho yako ili isipotee. Bwana sifiwe. Yesu akikupenda, amekupenda. Haijalishi njia gani utapitia, lakini destiny, magumu yako, ile kuanguka ulianguka, ukikuja inakubeba mdestiny. Bwana sifiwe. Usibakie chini. Pita alitubu tena. Yesu alitoka pale akabebwa Golgotha. Kutoka Golgotha akatundikwa. Kutoka Golgotha kutundikwa akazikwa.
mekutoka kuzika akainuliwa, akanyakuliwa. Maadui walizania wamemumaliza, kumbe njoo wamempa nafasi ya kuinuliwa kama mfalme. Basi Mungu akubariki na kutendea mema. Wakati adui zako wanazania wamekumaliza, kumbe njoo Mungu anaanja. Basi Mungu abariki neno lake. Mimi ni Apostle Jean de Baptiste Paluku Moloveria, na Mungu akubariki na kutendea mema. Na mke wangu ni Janete Masika, tunawasalimia. Basi unaifuata Radio PGC TV USFM, Lancaster Pennsylvania. Subscribe na upate kupartage, mtu mwingine naye apate kubarikiwa kama vile unavyobarikiwa leo. Adui zako wote uwapende. Akasema ninawachia amri. Amri hii, mupendane nyinyi kwa nyinyi. Upendo wa Yesu kwa matendo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Peter, Yuda na John wako katika maisha yako. Peter, Yuda na Yohane. Peter, Yuda Iskariote pamoja na Yohane wako katika maisha yako. Kuna ule mwanakupenda sana mpaka mwisho, na kule mwenye anakupenda kwa feelings, kwa matendo, lakini atakupenda baadaye nyuma. Atakupenda baadaye nyuma ya mambo itakayotendeka. Maana atakupenda wakati magumu itakapofika atakimbia. Kuko rafiki mwenye uko naandana, uko nafuatana naye. Na ule rafiki anakuteteaka sana. Wakati ambapo anakutetea, utakapofika wakati wako wa magumu atakukimbia. Ule rafiki njo mwenye atakuwa tena rafiki mzuri baadaye. Na kuna rafiki mwatambatana na we katika raha na katika magumu, hata kuacha mpaka mwisho. Na kuko rafiki mwenye uko naye, mwenye yeye iko naandaa kukuua, na atafanyikiwa. Wakati mwingine Mungu anaacha usaliti, maana lazima itimie. Maana pasipo usaliti hakuna elevation. Lazima kutokee mtu ambaye atakusaliti, na nyuma usaliti watu watasema kumbe alikuwa Mungu. Basi Mungu akubariki. Amina.